Yes bwana, dakika 90 za mchezo kati ya Namungo FC dhidi ya timu ya Yanga Sports Club zimeweza kutamatika na matokeo yakiwa upande wa Yanga Sports Club wakibuka na ushindi wa chuma moja kwa bila dhidi ya timu hiyo ya Namungo FC, mchezo ambao ulifanyika pale kwenye dimba la Majaliwa Luangwa. Sasa mchezo ambao klabu ya Yanga ameweza kuondoka na alama zote tatu muhimu kibindoni, huku timu ya Namungo FC wao wakipokonywa alama hizo tatu na timu ya wananchi Yanga Sports Club. Matokeo ambayo yaliweza kupatikana kwenye kipindi cha kwanza ndiyo matokeo ambayo yaliweza kutamatika ndani ya dakika 90 kwenye mchezo kati ya Namungo dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Tuliweza kushuhudia matukio mbalimbali yakitokea kwenye mchezo huu, ikiwemo tukio ambalo wengi wao wanasema ya kwamba ile timu ya Namungo waliweza kunyimwa penalti, ambapo mchezaji wa timu ya Namungo aliweza kushikwa na Damaro katika eneo la 18 kwenye boksi la timu ya Yanga Sports Club. Lakini kwenye dakika 24 ya mchezo kupitia mchezaji Aurelio Depo aliweza kuiandikia bao la kwanza timu ya Yanga Sports Club kupitia mkwaju wa penalti, mkwaju ambao uliweza kusababishwa na mchezaji Maxi Nzengeli mara baada ya kuweza kufanywa madhambi katika eneo la boksi. Hivyo mwamuzi wa mchezo akiamuru tukio lile liwe ni mkwaju wa penalti, kwa maana kwamba Maxi aliweza kufanywa madhambi ama faulo katika eneo la boksi, na klabu ya Yanga kupitia mshambuliaji wao Aurelio Depo ameweza kuandikia bao moja kupitia mkwaju wa penalti, na mchezo ukisimama hivyo hivyo mpaka dakika 90 kutamatika. Bao moja pekee limewasaidia kwa kiasi kikubwa klabu ya Yanga kuweza kuondoka na alama zote tatu muhimu kwenye mchezo ambao klabu ya Yanga kwa asilimia kadhaa walionekana kama vile ile pressure yao kupungua. Yanga ilikuwa inaonekana kwenye mchezo kati ya Namungo dhidi yao ilikuwa ni Yanga fulani, kifupi naweza kusema Yanga iropoa, Yanga ambayo ilikuwa inakaribisha mashambulizi mengi kwa upande wa lango lao kutokea kwenye timu ya Namungo FC. Lakini ndani ya dakika 90 bahati nzuri ipo upande wao, waliweza kuondoka na alama tatu muhimu kwenye mchezo huo na kuwafanya sasa klabu ya Yanga waendelee kujihakikishia katika ule msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kwenye mbio za ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kwa msimu wa 2025-2026. Ni yapi maoni yako mwana michezo wangu kuhusiana na hiki? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.